Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Amma ba'du, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunakwenda kuangalia siri tatu za surati Dhuha katika upande wa riski, katika upande wa kurudisha kile ambacho kimekupotea. Aidha kimekupotea kitu, aidha imekupotea hata mtu, mfano mtoto, mke, mume, namna gani unaweza kumrudisha kupitia katika surati Dhuha. Takwenda kujifunza hilo leo biidhnillahi taala, lakini vile vile takwenda katika upande wa ufahamu au kurudisha kumbu au kuongeza ufahamu na kurudisha kumbukumbu kwa wale wenye tatizo la kusahau kupitia hiyo surati Dhuha biidhnillahi taala. Twende tukaangalia hizi siri tatu kwa pamoja, na nikuombe kabla au kipindi ambacho naangalia video hii, ukimaliza basi chini niandikie hapo katika hizi siri tatu, siri gani ambayo wewe imekugusa, siri gani ambayo wewe imekugusa katika hizi tatu. Kama ni ya kwanza utaandika namba moja, kama namba mbili utasema namba mbili, na kama ni ya tatu utasema namba tatu. Ndugu zangu, Qur'ani ina asrari nyingi sana, kuna siri nyingi sana ndani ya Qur'ani. Hiyo surati Dhuha kwa maana ni wadhuha wallaili idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala, mpaka mwisho wa sura. Kila mmoja anaifahamu inshallah sura hiyo, na kipekee nitaiandika hapo chini ili yule ambaye atakayependa labda kuichukua aweze kuichukua. Nitaandika kwa lugha ya Kiswahili na nitaiandika hapo kwa lugha ya Kiarabu iwe rahisi mtu kuweza kuichukua biidhnillahi taala hiyo surati Dhuha. Baada ya kusema hayo sasa tukaangalie siri ya mwanzo katika surati Dhuha. Surati Dhuha hii kwa mwenye kuisoma baada ya salati alfajiri, kwa maana ule muda wa subhi kuanzia saa 11 kwenda mpaka 12 kasoro hivi, ukaamka kitandani mwako ama ukaswali swati subhi, ukaamka kitandani mwako kisha ukaanza kusoma hii surati Dhuha. Tuanze katika upande wa kwanza. Siri ya kwanza katika upande wa riziki. Ndugu yangu, kila mmoja wetu, mimi, wewe, kila mmoja kilio chake ni upande wa maisha, kwamba riziki. Hii ndio wimbo wa kila mtu. Leo mpaka baadhi ya watu wanakwenda mpaka kwa sangoma, kwa waganga kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya riziki. Basi wallahi lazim, kama utadumu na kuisoma surati Dhuha ndani ya siku 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua kwa wingi sana milango yako ya riziki kwa kuisoma tu surati Dhuha mara 40. Na kila ukimaliza kuisoma unakuja kusoma na dua yake. Nitakuelekeza dua yake hiyo ni dua gani ambayo unakwenda kuisoma katika surati Dhuha. Unachukua udhu wako. Baada ya kuchukua udhu wako, unakaa kitako, unaanza kuisoma surati Dhuha. Lakini kabla kuisoma, kwanza, jambo la kwanza utaanza kuleta istighfari kama kawaida yetu. Nimezungumza mara nyingi sana, dua nyingi sana ambazo mara nyingi majibu yake yanakuwa ni haraka. Wale wasomaji, yani mtu kabla kusoma dua basi akaanza na kuleta istighfar, astaghfirullah, angalau mara 100. Kisha baada hapo ndio unasoma wadhuha wallaili idha saja mpaka mwisho, unaisoma mara 40. Ukimaliza kuisoma mara 40, soma na dua ifuatayo. Utasema Allahumma ya ghaniyu aghnini ghinan la ya'ti faqran abadan. Hii unaisoma mara 10. Allahumma ya ghaniyun aghnini ghinan la ya'ti faqran abadan. Kila unaposoma mara 40 basi unasoma dua hii mara 10. Allahumma ya ghaniyu aghnini ghinan la ya'ti faqran abadan. Unaisoma hiyo mara ngapi? Mara 10. Hiyo ni siri ya kwanza katika surati Dhuha. Unaisoma subhi
kabla jua la asubuhi alijachomoza, kwa maana saa 11, saa 12 ile kasoro pale muda bado, ama 12 kamili kijua pale bado, unaipiga hiyo mara 40, na kwa sababu ni sura fupi unaisoma mara 40. Ukimaliza hapo unasoma dua hiyo. Hiyo ni siri ya kwanza inayopatikana katika surati Duha. Na siri ya pili inayopatikana katika surati Duha, kurudisha kitu kilichopotea. Kurudisha kitu kilichopotea. Kwa mfano, labda umekaa kwa siku umepoteza kitu, umetafuta umeshindwa kukiona kile kitu, aidha pengine kimeibiwa kabisa, ukaamini hiki kimeibiwa, hiyo upande wa kitu. Lakini muda mwingine labda sio kitu, labda pengine umepotezwa na mtu, amepotea mtu, aidha kapotea mtoto wako, aidha kapotea ndugu yako, aidha kapotea mke wako. Umetafuta kadri ya uwezo wako, lakini bado hujampata yule mtu, au ameondoka katika maeneo ambayo wewe hujui yuko wapi, hujui kabisa yuko wapi. Basi soma surati Duha, soma surati Duha mara 7. Yani fanya hivyo mpaka ndani ya siku 7. Kuanzia pale ile kipindi kimepotea kile kitu au yule mtu kapotea, fanya hivyo kwa muda wa siku 7. Wallahi alazim, huyo mtu atarudi biidhnillahi taala. Kama kapotea basi atarudi biidhnillahi taala. Kama kapotea atarudi biidhnillahi taala. Unasomaje? Unaisoma surati Duha mara 7. Lakini kila ukisoma mara moja unasoma dua hii. Kila ukisoma mara moja unaisoma dua hii. Unasemaje? Unasema Allahumma ya jamia al-ajaib wa ya rada kulli ghaib ya man biyadihi maqalidul umur ijma' li dhallati wa radda alayya ma dha'a minni. Narudia tena. Ukisoma Wadhuha mara moja, kama umepoteza kitu au umepotelewa na mtu, umetafuta kadri ya uwezo wako umeshindikana, ile sitangia ile siku imepotea, basi unakaa kitako, unachukua udhu, unaisoma surati Duha kwa nia ya kurejesha kilichopotea, ama kwa nia ya kumrudisha aliyepotea. Mtu ameondoka, tangia ameondoka hamjui yuko wapi, hakuna mawasiliano, hakuna nini, na wewe lengo lako unataka arejee. Unaisoma surati Duha, baada hapo unasoma dua hii. Unasema Allahumma ya jamia al-ajaib wa ya radda kulla ghaib ya man biyadihi maqalidul umur ijma' li dhallati wa radda alayha ma dha'a minni. Unaisoma hii mara ngapi? Mara 7. Unaisudia tena kusoma tena surati Duha mara moja, unasoma hii mara 7. Duha mara moja, unasoma hii mara 7. Duha mara moja, unasoma hii mara 7. Wallahi alazim, biidhnillahi taala, kama yule mtu amepotea au kama kitu kimepotea ama kuibiwa, kitarejea biidhnillahi taala. Wallahi nakwambia, hii ni mujarrab. Mimi naikwambia hapa nishafanya hii kitu. Mimi ninayesema hapa nishafanya hii kitu. Sikwambii kwa kubahatisha, la. Mimi nishawahi kufanya na nilishawahi kumfanyia mtu biidhnillahi taala, na kweli ile kile kitu kimetimia, kimerudi. Nilifanya mwenyewe kwa kitu kilichopotea, lakini nilifanya kwa mtu aliyepotea. Biidhnillahi taala yule mtu akawa amerejea. Hizi ni baadhi ya siri ambazo zinapatikana katika hii surati Duha. Hiyo ni siri ya pili katika siri za surati Duha. Lakini siri ya tatu sasa. Siri ya tatu katika surati Duha, ndugu yangu Muislam, siri ya tatu ni kwa ajili ya ufahamu. Kuna baadhi ya watoto wanasoma skuli lakini uelewa wao umekuwa mdogo. Mtoto unapiga sana lakini kuelewa haelewi. Ama we mwenyewe maskini ya Mungu, kumbukumbu zinapotea mara kwa mara, basi unachukua maji kwenye glasi au maji kwenye kikombe, alafu unasomea surati Duha mara 13. Unasomea surati Duha mara 13, kisha baada hapa yule mtoto unampa na kunywa, ama kama wewe ni mtu mzima basi unachukua baada hapo unakunywa kwa ajili ya kumbukumbu. Na zoezi hili unalifanya ndani ya siku 7. Unalifanya ndani ya siku ngapi? Unalifanya ndani ya siku 7 biidhnillahi taala. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa leo tuishie hapa, tukutane kipindi kijacho, na tukutane katika darasa lingine la wakati mwingine ujao, katika asrari za Qur'ani, katika adhkari mbalimbali. Ili ndio lengo la chaneli yetu hii ya Msimbo TV biidhnillahi taala. Inshallah, naomba uniandikie kwenye comment hapa, wewe katika siri tatu, je, siri gani ambayo imekugusa? Utaniambia hapa kwenye comment biidhnillah.
taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.